Ukosefu wa vitambulisho vya TCB wataja kuwa kikwazo kwa wanafunzi wanaofanya mtihani Chuo Kikuu Iringa. Wapiganaji wa Ethiopia walaumiwa kwa unyanyasaji na ubakaji kwa wanawake. Habari za kutwa mtazamaji, popote pale unapotufuatilia, ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital. Jina langu ni Anastasia Jaba. Karibu. Wanafunzi wa ngazi ya stashahada na stashahada Chuo Kikuu cha Iringa wameeleza changamoto wanazokutana nazo baada ya kutokuwa na vitambulisho vya TCB ambavyo pia ni kitambulisho cha chuo kwa ajili ya kufanyia mitihani. Mwanahabari wetu Samuel Lugenge ana undani wa taarifa hii. Ukosefu wa vitambulisho vya TCB watajwa kama kikwazo cha kufanya mitihani kwa stashahada na stashahada Chuo Kikuu cha Iringa. Wanafunzi hao wamesema wanapitia changamoto mbalimbali kutokana na kukosa vitambulisho vya TCB ambavyo ni moja ya kigezo cha kuingia kwenye chumba cha mtihani. Hivyo wanaiomba Wizara ya Elimu na serikali ya wanafunzi chuoni hapo iwasaidie kupata vitambulisho kwa wakati. Kwa mimi ninaishauri serikali ya wanafunzi wapange mikakati. Kwa mfano, hivi vitambulisho ambavyo wao vinakuwa labda havijatoka, watu wengine vitambulisho vinakuwa bado havijatoka, watafute namna mbadala ya kuweza kuwasaidia wanafunzi kuweza kukaa kwenye chumba cha mtihani. Viongozi wa wanafunzi wajaribu kutafuta namna ya kuweza kusaidia ili kuweza kuingia. Tukiwa tumekumbwa na changamoto ya pesa kama kuweza kutupatia vibali vya kuingia kwenye mtihani. Akizungumza swala hilo, Waziri wa Elimu serikali ya wanafunzi Chuo Kikuu cha Iringa amesema wamelipokea swala hilo na wamelipeleka katika ofisi ya utawala ili kuhakikisha wanafunzi hao wanapata vitambulisho hivyo kwa wakati na kufanya mitihani yao bila kusumbuliwa. Sasa kufuatilia, pengine waweza kufika pale ofisini kufuatilia kwa haraka, maana unaweza kufika pale ukauliza jina, wakachambua fomu wako, wakakusaidia kwa wakati kuliko kusubiria iletwe moja kwa moja chuo au usubirie SMS. Naam, na hayo ni maoni ya baadhi ya wanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Iringa kutokana na kucheleweshwa kwa vitambulisho vya TCB. Nikiripoti kutoka hapa jengo la Sansi Block, mimi ni Samuel Steven wa UoI Digital. Mwongozaji wa wageni makumbusho ya kihistoria Isimila mkoani Iringa amewataka wanafunzi kujitokeza kujifunza historia ya makumbusho ya kale na vitu vya asili ili kujenga uelewa kwa vitendo. Mwanahabari wetu Leziana Shukuru ana undani wa taarifa hiyo. Ametoa wito huo wakati akizungumza na mwandishi wa UoI Digital katika makumbusho ya kihistoria Isimila mkoani Iringa, ambapo amewataka wanafunzi kujitokeza kwa wingi ili kujifunza mambo mbalimbali ya asili na ya kale. Pillars na zenyewe zimekuwa za muda mrefu kidogo, kuanzia mwaka 3 mpaka mwaka 4 kabla ya Kristo ziko hapa. Kwa hiyo zimekuwa na erosion mbalimbali, kwa hiyo zimebadilika kwa sehemu mbalimbali na zina maumbile mbalimbali. Karibuni sana. Nao baadhi ya wanafunzi wa utalii Chuo Kikuu cha Iringa waliotembelea makumbusho hayo wamesema wamejifunza vitu vingi kwa uhalisia, ikiwemo mabaki ya kihistoria ya eneo hilo ambayo walikuwa wakijifunza darasani kwa nadharia. Kwa vitendo, sio tu darasani. Mimi leo nimejifunza, nimeona kabisa, nimeexperience. Awali sikuwahi kuona, nilikuwa naona tu kwenye vitabu na nini, lakini leo nimefika, nimeona kabisa hizi nguzo halisi, nguzo za asili ambazo sijatengenezwa na binadamu. Nimejifunza kuhusu zama za mawe, ambayo mawe yalitumika na wazee wetu wa zamani, ancestors, lakini pia tumejifunza kuhusu hizi natural pillars ambazo ni kwa namna gani zimeweza kujitengeneza. Mtazamaji, taarifa yake Leziana inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaungana naye Simon Masolo kwa habari za kimataifa. Jeshi la Ethiopia linafanya msako mkali kuhusu wapiganaji waliofanya unyanyasaji na ubakaji kwa wanawake. Vile familia zimeripoti mauaji ya kiholela na mateso pamoja na vitisho dhidi ya wanawake na watoto. Kusafiri kutoka eneo moja kwenda eneo jingine ni ngumu, ikiwemo kwenda hospitali na vituo vya afya kwa sababu vilishambuliwa na kuharibiwa vibaya sana. Nao wachunguzi wa Umoja wa Mataifa wameituhumu Ola kwa mauaji, ubakaji na utekaji nyara, huku mashirika ya haki za binadamu yakisema kuwa vikosi vya serikali vinahusika moja kwa moja katika ukiukwaji wa haki za binadamu.
Utafiti uliofanywa unaweka Ola na majeshi ya serikali katikati ya mzozo kwa kuhusika katika mauaji ya kiholela, mateso, utekaji na ubakaji wa wanawake. Katika historia za falme, hakuna taifa lolote ambalo limepata uhuru wake kupitia njia za amani. Asante sana Simon kutupitisha kimataifa. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital, na kabla ya kufikia tamati tujifunze kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati wa leo kutoka kwake Farijika Sanga. Nikusii endelea kusalia nasi. Mtazamaji wa UoI Digital, karibu katika kipengele chetu pendwa cha msamiati wa leo kinachokujia kila siku za wiki kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Na leo tumekuandalia msamiati wa neno gatigati. Je, unaelewa nini ukisikia msamiati gatigati? Twende tukatizame wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa wao wanaelewa nini wakisikia msamiati wa neno gatigati. Vipi ukisikia neno gatigati wewe unaelewa nini? Gatigati ni kuwa na uzito katika kutoa maamuzi juu ya jambo fulani. Tunaita gatigati. Tunaita gatigati. Unaweza ukatungia sentensi kupitia neno hilo? Ndio. Mfano wa sentensi labda Juma yupo gatigati katika kuamua ugomvi wa baba na mama. Vipi ukisikia neno gatigati wewe unaelewa nini? Neno hilo gatigati ni uzito katika kutoa maamuzi. Mtazamaji, na hiyo ndio maana halisi ya msamiati wa neno gatigati. Nami ni kuacha na sentensi isemayo Ashura ana gatigati katika kufanya maamuzi. Langu jina ni Farijika Sanga, UoI Digital, tuhabarika kidigitali. Asante sana Farijika kutufundisha kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati wa leo, na hiyo ndio maana halisi ya msamiati gatigati. Nami ni kuache na sentensi isemayo usipende kuwa gatigati kwa kila jambo maishani. Mtazamaji, na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa. Langu jina ni Anastasia Jaba. Asante na kwaheri.